Ndugu wajumbe, natambua kuwa matokeo bora hayawezi kupatikana bila kuzingatia maslahi na mazingira ya watumishi. Mtumishi anayechoka au aliyechoka, asiye na vitendea kazi na asiyeona haki katika upandaji vyeo au anayesubiri malimbikizo yake kwa muda mrefu hawezi kutoa huduma kwa ari ile ile tunayoitarajia. Napenda kuwajulisha kuwa kama sehemu ya mkakati wa kuboresha mazingira ya kazi, Wizara imewasilisha rasimu ya mwongozo wa mpango wa motisha kwa watumishi kwa Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa ajili ya uchambuzi na ushauri zaidi. Lakini pia nimemwandikia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kumfahamisha na kumweleza kwa kina namna mazingira ya kazi, lakini pia hali ya watumishi wetu katika ngazi mbalimbali ya madaktari bingwa, madaktari bingwa bobezi na watumishi wengine katika sekta ya afya. Mwongozo huu ambao umewasilishwa utasaidia kuwatambua lakini pia kuwazawadia watumishi wanaojituma, hususan wale wanaofanya kazi katika mazingira magumu. Lakini natambua kwamba nilikushatoa maelekezo ya mimi na ninyi kukutana angalau kwa mwaka mara moja, kuweza kutambuana, lakini pia kuweza kuwapongeza watumishi wanaofanya kazi vizuri katika maeneo yenu. Wapo ambao tumekwisha anza kuwatambua leo, lakini tukifanya kikao cha pamoja, tukakutana pamoja, tukajadili kwa pamoja utendaji wetu wa kazi, hatua tunazotaka kupiga kama taifa na kama sekta nyeti, sekta muhimu, sekta inayotegemewa katika taifa letu, hii itaongeza motisha ya utendaji wa kazi. Na pengine tuanze sasa kuchagua venue, ni wapi tutakutana kwa mwaka huu, ili tuzungumze kwa pamoja.